Amani ya Bwana iwe nanyi. Tupo katika mkutano wa Christmas katika kanisa la Pentecoste Motomoto. Kauli ya kanisa ni kanisa kimbilio kwa watu wote, na hapa nipo na kiongozi kutoka katika idara ya sifa, kwaya na maabudu. Atajitambulisha ili tuweze kujua amejipangaje. Mtumishi, karibu. Asante. Kwa majina, mimi naitwa mchungaji Amani Ezekiel Keha. Ni mchungaji wa kanisa la Pentecoste Motomoto Kasuku, lakini pia ni katibu wa kurugenzi ya kwaya sifa na kuabudu ngazi ya taifa, lakini pia ni mwenyekiti wa kurugenzi ya kwaya sifa na kuabudu katika jimbo la Tanganyika. Kama ambavyo umekwisha kusikia kwamba huyu ni katibu. Karibu sana. Asante. Labda kabla tujaanza, tupo kwenye mkutano huu wa Krismasi, unaweza kutuambia kwamba mpaka sasa hivi hii ni Krismasi yako ya ngapi kuwa kama kiongozi katika idara hii, na leo zimefika kwaya ngapi mpaka sasa hivi? Tangu nimeshika idara hii, nafikiri tangu nimekuwa katibu wa kurugenzi ya kwaya sifa na kuabudu, hii itakuwa Krismasi yangu ya 3 sasa tangu nimekuwa katibu wa kurugenzi ya kwaya sifa na kuabudu. Na kwaya mpaka sasa hivi zimefika ngapi? Mpaka sasa hivi tuna idadi ya kwaya 45 ambazo tayari zimeshafika kwenye mkutano, na leo kama siku ya kwanza mkutano zote zimefanya huduma ya uimbaji. Asante. Hapa na mawili matatu natamani tuzungumze kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nataka kama uniambie kwamba mkutano huu wa Krismasi una ujumbe gani maalum wa mwaka huu, kama kiongozi wewe umevyosikia? Ujumbe wa mkutano huu unasema kwamba amezaliwa mfalme wa amani Yesu. Okay, amezaliwa mfalme wa amani Yesu, na imechukuliwa katika kitabu cha Isaya sura ya 9 na mstari wa 6 kwamba maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, na moja ya vitu ambavyo amevitaja pale amesema naye ataitwa mfalme wa amani. Asante. Natamani kujua kwamba idara ya sifa kwa na maabudu imejiandaje kuwasilisha ujumbe wa kuzaliwa kwa Yesu katika Krismasi hii? Of course, kabla hatujafika hapa kwenye mkutano huwa tunakuwa na maandalizi, na hasa huwa tunakuwa na wakati ambao tunawaandaa waimbaji, lakini pia tunawapa vitabu maalum vya kutungia nyimbo. Kwa hiyo kifupi ni kwamba huwa wanajiandaa vizuri kabla ya kufika kwenye mkutano. Kwa hiyo nafikiri kwamba tumehakikisha kabisa kwamba waimbaji wanajiandaa vizuri kwa ajili ya kuwasilisha ujumbe sawasawa na tukio lilopo kwamba ni tukio la kuzaliwa kwa Yesu. Sawa. Nyimbo mnazoimba leo zina mchango gani katika kuimarisha imani na upendo wa Kristo kwa waumini? Zina mchango mkubwa sana kwa sababu ni nyimbo ambazo zinaonyesha au zinazungumzia kwa habari ya huyu mfalme Yesu kwamba ni mfalme wa amani. Kwa zile nyimbo ukijaribu kuzisikiliza ni kwamba zinazungumzia habari ya amani, lakini pia ni nyimbo ambazo zinajaribu kuondoa chuki kati ya watu, ya mtu na mtu, lakini pia ni nyimbo ambazo zinajaribu kuonyesha watu kwamba wanapaswa kukaa katika maisha ya upendo na amani. Pia hapo kwenye amani nimekumbuka kitu. Unajua sasa hivi Tanzania ipo kwenye misukosuko, na wewe kama kiongozi nadhani wa kanisa hii, sehemu ya kanisa, unaweza kuwa na lipi la kusema kuhusiana na nchi pamoja na vijana, hasa kwenye kama mnavyosema kwamba mnahubiri swala la amani? Kwenye Biblia katika kitabu cha Waebrania imesema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Kwa mimi kitu ambacho naweza nikisema kama mtumishi wa Mungu ni kwamba na waasa vijana, lakini pia Watanzania kama Mtanzania, najaribu kuwashauri kwamba ni vizuri waitunze amani ya Tanzania, kwa sababu hata Mungu mwenyewe ameagiza juu ya amani. Kwa sababu ameagiza juu ya amani, na mimi ni mtumishi wa Mungu, lazima nihamasishe kwa nguvu zote kwa habari ya amani katika nchi yetu ya Tanzania. Kwani washauri vijana wenzangu, lakini pia watu mbalimbali katika nchi ya Tanzania kwamba tuitunze amani, kwa sababu hata Mungu mwenyewe anataka tuwe na amani na watu wote. Mkurugenzi, katibu anasema kwamba vijana kupitia kanisa kwamba tuendelee kutunza amani kwa sababu ikipotea haiwezi kurudi tena. Basi kiongozi, natamani uniambie kwamba katika idara yenu au kurugenzi yenu ya sifa kwa na maabudu, hivi mnahakikisha vipi kwamba idara ya sifa kwa na maabudu inakuwa ni idara ya kumpendeza Mungu na sio kuburudisha tu?
Sisi kwanza tuna maono, lakini pia tuna mipango ya kuhakikisha kwamba huduma ya kurugenzi ya kwa sifa na kuabudu haibaki kuwa kama burudani. Na tuna mikakati mbalimbali ambayo tunaifanya na moja ya mikakati ambayo tunaifanya ni kuhakikisha kwamba, unajua sasa hivi waimbaji walio wengi tumebaki tunaimba kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki, kwa mfano kutumia flash, kutumia CD, vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi tunatamani mipango yetu na maono yetu kuhakikisha kwamba waimbaji wanarudi kwenye mfumo wa kuimba live na si kuimba kwa kutumia hivyo vitu, kwa sababu hivyo ni vitu ambavyo wakati mwingine tunapoimba kutumia vitu kama hivyo, wakati mwingine hatuoni ile connection ya Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba inakuwa ni uimbaji unaoleta tija. Kwa ndio maana tunajaribu kuwafundisha watu, kuwaelekeza watu, lakini pia tunajaribu kuwashauri watu kuhakikisha kwamba wanafanya huduma ambayo inaleta tija na matokeo makubwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Sawa. Hivi nataka uniambie kama kiongozi wa sifa kwa na kuabudu. Hivi kwa vijana wenye vipaji na karama hizo, huwa mnawashauri nini au unaweza kuwa unashauri nini kwa vijana hao? Jambo la kwanza, lazima mtu ajue kwamba kile kipaji alicho nacho. Wapo watu wengine ambao wanatamani wangekuwa na kipaji kama hicho cha kuimba, lakini hawana. Na mtu mwingine atamani aimbe hata pambio hata fupi, lakini hawezi. Kwa hiyo naweza nikawashauri wale wenye vipaji vya kuimba, kwanza wasiogope. Anapaswa kujiamini, lakini pia anapaswa kuhakikisha kwamba anachukua hatua sasa ya kuanza kutumikia kile kipaji alicho nacho cha uimbaji. Lakini pia anapaswa kujua kwamba kile kipaji sio kwa ajili yake. Mungu ndiye amekiweka ndani yake kwa ajili ya kukamilisha mwili wa Kristo, hata kazi ya huduma itendeke. Kwa anapaswa kukitumia kile kipaji chake kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Asante. Neno lako la mwisho kwenye mkutano, naamini leo ni siku ya kwanza. Hebu neno lako la mwisho kuhusiana na idara ya kurugenzi ya sifa, kwaya na maabudu. Neno la mwisho. Neno langu la mwisho kwa idara ya kurugenzi ya kwaya, sifa na kuabudu, naweza nikasema kwamba kurugenzi ya kwaya, sifa na kuabudu ni kurugenzi ambayo ni nyeti, kama ambavyo nimezungumza kwamba ukisoma kwenye Biblia kuna mahali ambako waimbaji walipoimba vizuri hata makuhani walishindwa kufanya kazi yao kwa sababu utukufu wa Mungu ulishuka. Lakini pia si hivyo, katika Matendo ya Mitume tunamwona Paulo na Sila walifanya vitu viwili, waliimba lakini pia waliomba, hata milango ya gereza ikafunguka. Kwa hiyo nikasema kwamba kurugenzi ya kwaya, sifa na kuabudu ni kurugenzi ambayo ni muhimu, na ni washauri waimbaji wanaoimba praise and worship, lakini pia wanaoimba nyimbo za kawaida za kwaya, na washauri kwamba wanapaswa kuimba kwa namna ya kuleta matokeo. Wanapaswa kutafuta upako wa Mungu, wanapaswa kutembea katika maisha matakatifu, lakini pia wanapaswa kuwa wanyenyekevu katika huduma zao. Hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vitafanya huduma yao kuinuka na kusonga mbele, lakini pia na kuleta matokeo yenye tija. Basi sina mengi, lakini hapa ni mwanzo. Tutaendelea kukupa update kupitia Motomoto TV. Usisahau kucomment, kushare, kulike. Hii ni Christmas 2025. Mungu awabariki. Asante sana mtumishi. Asante sana, barikiwa sana. Mungu akubariki sana. Amina. Nakutakia ibada njema, lakini pia nakutakia Christmas njema. Nawe pia nakutakia Christmas njema pia na watu wote.